Naam, Sodakta mpenzi mtazamaji kutoka katika uga wa Mbaraki, uga ambao unatumika na timu ya Bandari ambayo nikizungumzia Bandari Youth na pamoja na ile Bandari ambayo katika ligi kuu nchini Kenya. Niko naye mkufunzi ambaye atakuwa anasemezana naye mawili matatu. Karibu sana ndani ya Talanta Mwanza Media. Kwanza uanze kujitambulisha majina yako, alafu tueleze siku ya leo imekuwaje, kwa sababu kuna vijana wamekuwa hapa tukaweza kuwaleta waweze kupata ile exposure ambayo iko hapa. Kwa majina naitwa Alex Shikanga, mkufunzi wa timu ya Bandari Youth. Na siku leo tumeweza kucheza friendly na timu kutoka maeneo ya Maluvamba. Ni timu nzuri sana na nimefurahi. Yes. Age ya vijana ni ndogo vizuri. Na wako na big potential ya kuweza kusonga mbele. Nimeweza kuona wachezaji wawili ambao ningependa kuwaona tena. Yes. So Mungu akipenda very soon tutakuwa nao kwenye mazoezi. Kikubwa zaidi wakati ukizungumza pale tuliweza kuona jukumu ambalo Bandari inalifanya katika kuhakikisha kuwa haichukui tu hivi vipaji vikiwa nje, bali pia mnacheza katika jukumu la kuhakikisha kuwa hata kule katika mashule mnaweza kufuatilia hizi talanta. Pengine kwa nini mliweza kuamua kufuatilia utaratibu ule, na hii inajaribu kusema nini kwa watu wengine ambao wanafikiria kuwekeza katika masuala ya soka? Kwanza sisi sheria yetu ya kwanza ni mtoto kwanza lazima huo unasoma. Naam. So tumekuwa na makubaliano na timu ya Serani. Yes. Shule ya Serani ambayo tumeweza kucoach kwa zaidi ya miaka 6 sasa hivi. Yes. Mpaka mwaka jana ndo mkataba wetu uliweza kukatika. Na tumeweza kupata shule nyingine ambayo inaitwa Mrima. So kawaida mchezaji asubuhi ni lazima aende class. Baada ya shule tunakuwa nao kwenye mazoezi. Maana education na sports ni vitu ambavyo vinaambatana. Tumeweza kuona wachezaji wengi kama kina Frank Lampard ni mchezaji na kabisa ni lawyer. So ni vitu ambavyo vinaendana zaidi. Tukiangalia hapa Kenya tuko na Olunga ambaye ni mchezaji kule Qatar. Yes. Na vile ni engineer. So ni vitu ambavyo vinaendana, na ukiangalia sisi wachezaji wetu wengi hapa Bandari Youth na wachezaji ambao wameweza kupitia hizo program hadi wameweza kusonga level zingine. So ni vizuri sana kuwekeza kwenye michezo. Ni vizuri sana kuwekeza kwenye football. Ningeomba mashirika mengine pia yaweze kujitolea yaweze kuwekeza. Mwisho kabisa tukimalizia, ni kumekuwa na kwa sasa hivi tukiangalia soka la mkoa wa Pwani kwa kweli limeweza kupiga hatua nyingi zaidi kwa sababu ya uwepo wa tournament tofauti, tukizungumzia Rashid Abdalla na makala mengine tofauti. Katika siku zijazo nahisi ni kipi ambacho kinafaa kifanywe na watu binafsi na watu tofauti kuhakikisha kuwa soka hili halishuki hapa linapokwenda lizidi kupanda juu zaidi? Mimi naona kitu cha kufanya ni wale wenye wanafanya hizi tournaments waweze kuja idea Rashid, waweze kumwita Rashid karibu. Maanake anachokifanya yeye ni tofauti. Yes. Ni ngumu sana kuiona, Kenya nzima sijaona. Nimeweza kuona maeneo ya Kakamega, lakini ni kiangalia sana ni wanasiasa ndio wanafanya. But chenye anafanya Rashid is sijui nisemeje. Ni jambo kubwa, si jambo rahisi. Yes. Ni ngumu sana mtu kufanya chenye yeye anachokifanya. But anafaa kuiga mfano, manake ni tournament ambayo hata mwisho wa tournament unakuta mchezaji kama ni mtaji alikuwa sema mamake labda alikuwa anafanya biashara fulani. Anaweza kuiboost ile biashara. Au yeye mwenyewe akasema mimi mbali na kucheza mpira naweza nikafungua biashara fulani. So mimi naona tunafaa kuiga na Pwani tutafika mbali. Si Pwani tu, Kenya nzima inafaa kuiga mfano ule. Maana ndio tournament ambayo sijaiona. Finali inajaa, kila mechi inajaa. Sisi wenyewe tumeweza kushiriki kwa mara ya kwanza, tumeweza kutoka nafasi ya 3, lakini tumeweza kupata experience ngumu sana. Ndio. Pengine niseme shukrani sana kwa kuweza kusemezana nawe, na hii imekuwa tunu kwetu, na tuseme sio mara ya mwisho, tutakuwa kila time tunakuja hapa tuweze kutafuta fursa ya kuweza kusemezana, tuone vile vipaji kule nje inazidi kuinuliwa vipi. Asante sana. Shukrani sana. Mpenzi mtazamaji, basi huyo ni mkufunzi wa Bandari Youth ambaye tumezidi kusemezana naye. Ni hayo tu kwa sasa, niseme shukrani kwa kila mmoja aliweza kufanikisha upeperushwaji wa matangazo haya. Mimi nafahamika kama Ndala Francis Dennis. Talanta Mwanza Media, news that matters, fun that entertains.